Yes, bwana Bongo Tanzania, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, ndio ujumbe pekee ambao unaweza kusema kwa sasa kutokana na kile ambacho kinaendelea kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Watu wamekuwa wakitoa pole kwa kile ambacho kimetokea, lakini pia wakiendelea kumuomba Mungu kwamba amani ambayo tumeizoea kwa siku zote iendelee kutaaradadi kwenye maeneo mbalimbali na kuendelea kurejea kwa hali ambavyo ilikuwa kwa siku za nyuma. Sasa mastaa mbalimbali nao pia hawajawa nyuma katika kuandika jumbe zao kupitia kurasa zao za kijamii. Tumeweza kushuhudia kwa Nandy akiandika, natoa pole za dhati kwa familia, ndugu na Watanzania wote. Mungu awape faraja waliopoteza wapendo wao na atupe sote hekima, amani na umoja kwa taifa letu katika wakati huu. Huyo ni Nandy ambaye ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Lakini nikukumbushe kwamba kuna taarifa, japo sijathibitisha, kwamba duka la Nengatronic ambalo lipo Kinondoni lilichomwa moto. Taarifa hizi zimekuwa zikisambaa kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii zikieleza kwamba waandamanaji ambao walikuwa wakifanya vurugu walichoma duka la Nengatronics. Lakini pia ukitazama kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii hasa Instagram, Nenga hayupo kwenye ukurasa huo, na ikielezwa kwamba kitu ambacho kimepelekea kujitoa kwake, moja ya sababu ndio hiyo. Lakini kwa upande wa mke wake ndio hivyo, ameweza kutoa salamu za pole na kuweza kuombea ndugu jamaa na marafiki ambao wamefikwa na mazito, basi waweze kurejea kwenye hali yao ya kawaida. Sio huyo tu, hata pia Zuchu tumeweza kuona akiandika jambo kupitia ukurasa wake wa Instagram. Tumeona pia kwa Nasib Abdul, Diamond naye pia ameweza kuandika. Kila mmoja amekuwa akiandika jumbe mbalimbali. So Zuchu ameweza kuposti dakika 20 zilizopita, Mungu ibariki Tanzania, ikiwa ni mmoja kati ya ujumbe ambao pia umeweza kupostiwa kwenye lebo ya WCB ambao ni lebo inayomsimamia. Lakini kwa upande wa Simba, Diamond Platnumz ambaye taarifa zilikuwa nyingi sana kwa kwamba sijui ameondoka, sijui amefanya nini, naye pia ameweza kuandika kitu kupitia ukurasa wake wa Instagram, ujumbe ambao umeweza kusambaa kweli, kwa kuwa pia ni mmoja kati ya watu ambao wana fanbase kubwa ya mashabiki, lakini pia fanbase kubwa kwenye kile ambacho amekuwa kikifanya. Ameweza kuandika hivi: Inshallah, Mwenyezi Mungu atujali amani zaidi ya tulikuwa nayo mwanzo, atujali upendo zaidi, umoja, mshikamano, maendeleo, na azilaze roho za waliotangulia mahala pema peponi, amin. So huu ni ujumbe pia wa Nasib Abdul ambaye ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kuonyesha kwamba naye pia ameweza kusikitishwa na kile ambacho kinaendelea. Ben Paul pia ameandika, kama Mtanzania moyo wangu umejawa na huzuni. Siku chache zilizopita tumepoteza kina kaka, dada, mama, baba na marafiki. Taifa letu limegubikwa na huzuni kubwa kwa kila familia inayoomboleza. Tafadhali pokeni rambirambi zangu za dhati. Hawa waliopoteza maisha hawakuwa tu namba, bali walikuwa ni maisha yenye kusudi, ndoto na hadithi zao. Mungu awape faraja wale wote walioguswa na msiba huu, na roho za wote tuliopoteza zipumzike kwa amani. Huo ni ujumbe pia wa Ben Paul. Tumeweza kuona pia Joe Makini naye ameweza kuandika kwamba pole yetu sote wa Tanzania, lakini zaidi kwa ndugu jamaa na marafiki waliopoteza wapendo wao. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika kipindi hiki kigumu. Mwingine ni Hassan Mwakinyo ambaye ni bondia, ameandika, hakuna maneno yanayotosha sawasawa kueleza familia zilizopoteza wapendo wao ambao ni ndugu zetu. Pia kifo ndio ahadi pekee ya kweli inayopaswa kuheshimiwa maishani, huja mara moja tu. Ingawa zipo sababu nyingi zinazoweza kupelekea kifo cha mtu, lakini mara nyingi mtu anapokufa hakuna sababu inayotosha kulinganisha na uhai wake. Mungu atusamee sisi wote maiti watarajiwa, na wasamee wa makosa yao ndugu zetu waliokosea kwa Mungu na kwa binadamu wenzao. Mungu awajalie, awatie nguvu wazee na familia zote kwa ujumla. Tunaungana nanyi kama taifa kwenye nyakati hizi ngumu za mapito. So hizo ni jumbe mbalimbali ambazo zimeweza kuandikwa na wasanii, ikiwa ni kwenye kutoa pole kwa kile ambacho wanaamini kimeweza kutokea katika wakati ule ambao uchaguzi ulifanyika, tukashuhudia vurugu mbalimbali ambazo pia
serikali ilikiri na kusema kwamba zilitokea kwenye maeneo kadha wa kadha hapa nchini.